Mfahamu Mtakatifu Paulino wa Nola, askofu. Kila ifikapo Juni 22 ya kila mwaka, Kanisa Katoliki ulimwenguni kote huadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Paulino wa Nola, aliyekuwa askofu. Paulino alizaliwa Bordeaux nchini Ufaransa mnamo mwaka 353. Wazazi wake walikuwa matajiri. Baba yake alikuwa gavana wa Galia nchini Ufaransa. Paulino alifundishwa na mshairi Ausonius. Paulino alijifunza maarifa yote, hasa usemaji na kutunga mashairi. Akiwa na umri wa miaka 25, alikuwa tayari mtangazaji na mtunzi wa mashairi. Aliteuliwa kuwa kiongozi mtendaji wa mji wa Roma na liwali wa provinsia ya Campania na Kaisari Valeriani. Alimwoa binti mmoja Mhispania jina lake Teresia, aliyemfundisha Paulino dini ya Kikristo. Katika safari zake alijaliwa kuonana na Mtakatifu Ambrose na Mtakatifu Agustino wa Hippo. Hata mwaka 385 akaomba kubatizwa. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 37. Teresia alimzalia Paulino mtoto, lakini baada ya siku 8 mtoto huyo alikufa. Mtoto wao baada ya kufariki walikwenda kukaa Hispania. Akiwa huko, Paulino alitambua kwamba vitu vyote vya hapa duniani ni ubatili mtupu. Alianza kuuza mali yake na kuigawa kwa maskini. Aliwakomboa watumwa wengi na aliwaweka huru wafungwa. Watu wa Barcelona nchini Hispania walimheshimu sana, wakataka apate upadre. Baada ya kupewa upadre mwaka 393, alienda kukaa katika monasteri ya Nola nchini Italia. Mke wake Teresia naye aligawa mali zake na kuwapa maskini, akawa mtawa. Paulino alikwenda kukaa na Mtakatifu Ambrose Milano kwa muda mfupi na baadaye akaenda kutulia Nola karibu na Napoli kuishi maisha ya kitawa. Kule alishuhudia miujiza mingi katika kaburi la Mtakatifu Felix, askofu wa Nola aliyekufa shahidi, na pale kwa juhudi zake mwenyewe alijenga hospitali. Pia alishiriki kujenga kanisa kuu kwa heshima ya Mtakatifu Felix wa Nola. Mwaka 409 watu wa Nola walitaka afanywe kuwa askofu wao. Alipewa uaskofu na kuliongoza jimbo lake kwa miaka 20. Anakumbukwa kwa kujenga kisima ambacho kiliwasaidia watu wengi kupata maji ya kunywa. Anakumbukwa pia kwa elimu yake ya sayansi, maandishi yake ya kikanisa na mashairi yake ya Kikristo. Askari wa kabila la Wavandali walipoishambulia Italia na kutoa mji wa Nola na kuwauza watu waliotekwa vitani kama watumwa. Katika mateka hao palikuwa na mvulana ambaye alikuwa mwana wa pekee wa mwanamke maskini. Mama huyo alitaka kufa kwa sababu ya uchungu. Alimkimbilia Mtakatifu Paulino akamwomba amkomboe mwanawe. Paulino alikuwa amekwisha gawa mali zake zote. Hakuweza kutoa gharama ya kumkomboa. Kwa hiyo alimwambia mwanamke kuwa hana fedha ya kumkombolea mtoto wake, lakini yeye mwenyewe atajiingiza utumwani badala ya mtoto wake. Paulino aliingia utumwani akapewa kazi ya kulima bustani. Mfalme wa Wavandali alipopata habari kuwa mtumwa huyo ni askofu, alimwachia huru pamoja na watumwa wote wa Nola. Askofu Paulino alieneza ibada ya kumheshimu Mtakatifu Felix wa Nola. Aliwasaidia mahujaji na watu wote waliokuwa na shida kwa nyakati hizo. Alitunga mashairi mengi yenye mafundisho na hekima nyingi, na aliaga dunia mnamo mwaka 431. Mtakatifu Paulino wa Nola, askofu, utuombee. Hii ni sauti ya Pasco Tulliano. Tumsifu Yesu Kristo.